Baba yetu mkuu wa jimbo, jana nilipewa fursa ya kusalimia. Nilisema pia haya mambo mawili ndio nayokumbuka, si mbaya nikiyasema kwa sababu sio wote wataenda kule. Baba yetu alikuwa rohoni sana, alikuwa mcha Mungu sana. Baba yetu alikuwa mcha Mungu sana, alikuwa anaona rohoni na anafanya maamuzi yake akizingatia sana Mungu anamwambia nini. Nilisema jana na hivi ninavyosema na ndugu yangu hapa Richard, mnaweza mkaona wakati tunaenda kutambulishwa tulikuwa kuwaje. Yaani kama hata kwenda General Taya Msasani sisi tukashukia garage. Huku ni wapi huku kwa Tumbo, sijui kipituo unapita kwa Tumbo, sijui unaenda wapi katikati hapo. Mnaweza mkaona tulikuwa kuwaje. Na Mzee Ngure alikuwa anapenda, kati ya kitu kimoja wapo alichokuwa anapenda, alikuwa anapenda watoto waende shule. Alikuwa mzee anathamini elimu mno. Kaka mkubwa na dada mkubwa na watoto wanaweza wakasema zaidi hilo. Lakini ukanimagine watu wengine wanadhaniaga nilioa binti yake nikiwa waziri wa fedha. Hapana. Nilipoenda kuchumbia binti wa Mzee Ngure alikuwa mwaka wa pili chuo kikuu na mimi nilikuwa mwaka wa 3. Sasa kwa jinsi Mzee Ngure alivyokuwa anapenda elimu, nalikumbuka hili kwamba alitoa ruhusa ya mimi kuchumbia. Angeweza kukataa kwa maneno matatu tu, bado Neema bado anasoma. Maneno matatu tu haya, na kwa jinsi alivyokuwa na msimamo na elimu yangetosha mimi kukosa mchumba. Lakini alipoambiwa na mama akaruhusu, akasema kama wamependana waache waendelee na taratibu hizo. Lakini si hilo la shule tu. La pili, mchumba mwenyewe ukiachilia mbali mwanafunzi, lakini la pili mchumba mwenyewe anatokea Singida kuwa jimbo Singida. Neema ananiambiaga kakake mkubwa alimwambia kwa utani tu, lakini mdogo wangu Kilimanjaro mpaka Singida, akaishia hapo kwa sababu anaheshimiana. Lakini baba yote hayo akayaacha. Huo ni lazima uwe na moyo wa kiibada tu ambao unaweza ukafuta mambo ya mila. Kwa hiyo naheshimu sana hilo. Mama alipomwambia tukaendelea. Lakini kubwa ambalo nilitaka kulisema nikiwa namtaja Engineer Kitundu, baba yetu mkuu wa jimbo, baba hakuwa amekusudiwa hasa kwenda kutibiwa. Sisi ndani ya familia tulipokuwa tumejadiliana ndani ya familia, tulikusudia tumpeleke mama akafanywa uchunguzi. Mguu unamsumbua mguu, akafanywa uchunguzi mguu unavyomsumbua. Lakini tukasema hata hivyo, mwaka jana baba alipata shida kidogo, akatibiwa akapona. Tukasema lakini hata hivyo, pamoja na kwamba alitibiwa akapona, akiwa amemsindikiza mama apate fursa na yeye ya kufanya check up zaidi, kwa sababu ameshaenda huko na hawa ni wataalamu. Hilo ndio lililokuwa kusudi. Na ilivyo ajabu, tuliandaa visa aende mama na baba, na tulikubaliana ndani ya familia aende na kijana wao mdogo, kwamba ratiba yake inaruhusu. Tukatafutana visa ikakamilika. Wiki ile ambayo tunaandaa tiketi, tukasema aende na kuna mtoto wetu mmoja, mtoto wa marehemu mwalimu wangu, yeye alikuwa na shida kidogo ni serious ya moyo. Tukasema aende na huyo, kwa sababu mama atakuwepo, wataweza kumwangalia huyo mtoto ili aweze kufanyiwa vipimo na matibabu zaidi. Sasa mwishoni tukiwa tunaandaa tiketi tukasema, lakini hata hivyo
nadhani kwa sababu ni check up, tumwache Filipo yule mtoto mdogo zaidi, tumuombe Injinia Kitundu kwa sababu ratiba zake zinaruhusu. Yeye ameshasafiri, anaweza akawaongoza vizuri pale wanapoenda kuanza. Hivyo ndivyo Injinia Kitundu tukamuomba, na yeye akasema ni sawa. Kwa tukabadilisha, tafuta visa yake, tukamuomba mtoto mdogo ambaye yeye ameshakuwa mkubwa, mdogo kwa familia, yeye abaki, na yeye akaridhia. Kumbe eti tumefika pale, amefanyika tu matibabu ya yule mtoto ambaye alikuwa critical wa swala la moyo, amefanyiwa upasuaji, alafu ndo yakatokea yaliyotokea kwa baba, akiwa haja. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.